Bodi inayosimamia ligi imetoa taarifa rasmi juu ya mwenendo wa ligi katika kutoa adhabu, makalipio, maonyo katika michezo mbalimbali. Lakini miongoni mwa trending stories ni namba ambavyo adhabu hizi zinatoka, kwa maana ya baadhi ya wachezaji ambao wanakutwa na rungu wanaopewa adhabu. Na kimsingi tunafahamu kwamba adhabu hizi zimetolewa katika michezo miwili, kwa maana ya mchezo wa TRA United dhidi ya Singida Black Stars na mchezo wa Simba dhidi ya Azam FC. Kwa katika michezo mbili kuna watu takriban 4 wamepewa ban au wamepewa adhabu, na watu hawa 4 ni mshambuliaji wa Simba Jonathan Sow, amefungiwa mizunguko 5, kwa maana michezo 5 anakosa, lakini pia alipe fine ya fedha. Kama itoshi, klabu ya Simba hapo Alassane Kante, kiungo hao huyu, na mwenyewe pia amefungiwa mizunguko 5 au michezo 5 ataikosa. Lakini pia kwa upande wa Singida Black Stars, Khalid Aucho amefungiwa pia michezo 5, na Abdalla Mnyemku kutoka Singida, huyu ni uamuzi wa kati ambaye alichezesha mchezo wa dabi ya Mzizima kati ya Simba na Azam, na mwenyewe pia amefungiwa kwa michezo 5, naye anatolewa kwenye mizunguko, kwa maana ya kile kinachodaiwa kwamba kushindwa kuumudu mchezo, kushindwa kuumudu matukio mengi ambayo yametokea katika mchezo huo. Sasa adhabu hizi ni muendelezo tu, ni adhabu ambazo tayari kuna baadhi ya wachezaji limeshawakuta hili rungu. Miongoni mwa waathirika ni mchezaji wa Young Africans, mlizi wa kati Ibrahim Hamad Ibrahibaka, mwenyewe pia alifungiwa michezo 5 na bado anaendelea kuwa kwenye kifungo hicho, na hiyo ni mara baada ya kumchezea rafu mbaya beki wa kati wa Mbeya City, kwa maana ya Ibrahim Abdalla Ibrahim Ame. Sasa kimsingi mpaka wakati huu tunapozungumza kumekuwa kuna mijadala, watu wamekuwa wakitoa maamuzi yao juu ya adhabu hizi. Zinaonekana kuwa ngumu, zinaonekana kuwa hash na mazingira ya namna hiyo, lakini kimsingi tunasema sheria ni msumeno, huo unakata huku na huku, huo unakata pande zote. Maana yake kama adhabu hizi zimewekwa kwa ajili ya ligi ya msimu huu, basi ziwezekane zikatolewa sasa hivi, kwa sababu tayari kuna watu wameshaathirika, inabidi ziwe implemented, zifange kazi yake. Haijalishi nani atafungiwa, uwezekano ikaona timu yako imeguswa au timu ya mpinzani wako imeguswa, lakini sheria inaendelea kusalia kuwa msumeno tu, maana ya kukata katika pande zote mbili. Sama na hilo, tukaenda kuangalia mantiki hizi ya adhabu ni zipi, mantiki yake ni ipi. FIFA, chombo kikuu cha kusemea mpira duniani, wenyewe wanasisitiza mchezo wa kiungwana. Miongoni mwa vitu ambavyo wanasisitiza kwa kulikweli katika football, inawezekana vitu vingi vikakosekana, lakini mchezo, miongoni mwa vitu viwili ambavyo FIFA wanachukia sana, kitu cha kwanza ni kuvunjika kwa mchezo. Yani mchezo haukuchezwa au umevunjika, yani umeenda kuna dakika hakumalizika, mchezo umevunjika, ni kitu ambacho FIFA wako hash, wanakasirishwa nno la kuonekana adhabu kali. Lakini miongoni mwa adhabu ambazo ziweka ni pamoja na kushushwa madaraja. Lakini jambo la pili ambalo FIFA hawapendezwi nalo kabisa ni eneo hili la mchezo wa kiungwana, na ndio maana moto wao FIFA au kauli mbiu yao huwa wanasoma the game is about fair play. Yes, lakini pia hapa Tanzania kupitia shirikisho la soka Tanzania, moto wao ni be positive, play fair. Maanake mchezo wa kiungwana unatakiwa uwepo uwanjani, ndio kikubwa. Kwa hiyo wachezaji kuonyesha na tabia za namna hiyo, kwa maana ya kupigana, kupiga ngumi mwenzio, kumruka teke mwenzio na mazingira ya namna hiyo, ni vitu ambavyo vinachukiwa sana na FIFA. Lakini pia hata TFF mpaka wanakuja na bodi ya ligi wanakuja na huu mpango, maana yake wameona kwamba mchezo wa kiungwana unahitajika kwa daraja la juu kabisa. Yani mchezo wa kiungwana lazima upatikane uwanjani. Kwa hiyo hiki ambacho ambazo sheria ambazo zimewekwa ni sheria ngumu ambazo kwa namna moja au nyingine ni kanuni ngumu ambazo zinakwenda kuathiri moja kwa moja wachezaji. Sasa kwa Simba athari yake, hawa wachezaji wote ambao wanakosa michezo 5 mbele ni wachezaji muhimu sana. Alassane Kante ni mchezaji mbele ulali kuanza. Jonathan Sow katika ile safu ya striker upande juu, manake most probably ndo striker ambaye maybe anafikiriwa zaidi kuanza katika position yale namba 9, lakini wote hao wanakwenda kukosekana.
na Simba anakwenda kutambulisha kocha mwingine, kocha mpya ambaye atakuwa na kazi kubwa ya kuitengeneza squad yake. Kwa hiyo angetamani kuwa na wachezaji wake wote ili aitengeneze timu yake mzuri, lakini kuna wachezaji anawakosa kwenye michezo 5 inayokuja hapo mbele. Kama itoshi, ukiangalia ratiba sasa hivi ilivyo, Simba kuna mechi hapo anakwenda kuzicheza, lakini kuna mechi za viporo hapo ndani yake. Simba anatakiwa kucheza na Coastal Union, anatakiwa kucheza na Tanzania Prisons, anatakiwa kucheza na TRA United, lakini pia Young Africans wako hapo ndani. Maana yake hizi mechi, kuna mechi za kuchezwa moja kwa moja, kuna mechi za viporo ambazo inabidi zipangiwe tarehe. Na dabi inakaribia mwezi wa 3 tu, kuna dabi ya Kariakoo. So kuna hatari ya hao wachezaji muhimu wote wa Simba wakakwenda kukosa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Tofauti na upande wa Young Africans, wao Ibrahim Baka maybe atakuwa amesharudi, kwa maana akamaliza adhabu yake. Kama itatokea hapo katikati kuna changamoto zimetokea, wachezaji wengine wamefungiwa, basi itakuwa wamefungiwa. Lakini kimsingi kwa wakati huu Simba wanakuwa na mtihani mkubwa sana, kwa maana ya kupoteza wachezaji wao muhimu katika ligi kuu au katika mashindano ya ndani, kwa sababu ikumbukwe hii haina athari katika michuano ya kimataifa. Kule kimataifa Alassane Kante ana Kaningukumbu ambao umeonyeshwa, maana yake na yeye kule kimataifa anaathirika, ila kwa hapa ndani atacheza. Kule nje Jonathan Sow atacheza, lakini kwa hapa ndani hawezi kucheza kutokana na adhabu hiyo ambayo ameipata. So hiyo ndo na kubwa zaidi ambayo nitakushare kwa wakati huu, na wewe una nafasi kwenye comment section. Unaona hizi adhabu ni fair ama unaona hapana si fair? Labda ukaangalia kwa maana ya mamlaka, ukaangalia, unaweza kune comment kwenye comment section hapo. Lakini kama unaona fair, weka sema hizi ni adhabu za fair. Mtazamo wako wewe ndio ambao unatakiwa hapa. Kama ni yes or no, weka comment yako hapo.